Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati, muko poa. Bila shaka kabisa tuna matumaini ya kwamba muko salama salamini. Nasi tuko wazima, tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ulinzi wake. Wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika, tunawatakia tena siku njema ya leo samedi le 29 November 2025 na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu za siku ya leo. Ni habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano, kuwaambia kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Na habari za mapigano tutawapeleka moja kwa moja ndani ya province ya Sud Kivu mu territoire ya Mwenga, kwenye mapigano makali yanaendelea kati ya vikosi vya FARDC na wazalendo wakipigana na waasi wa AFC M23, na tumewaletea taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana kote ndani ya nchi ya Kongo. Hivyo basi tunawasihi kusubscribe, kucomment na kulike, kuzisambaza taarifa hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga na sheni yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata taarifa zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga na sheni yetu ni kugusa kwenye titre. Ukishagusa hapo utapata linki yetu, ujiunge nasi au tuandikie kwenye namba hiyo. Utakuwa napata habari zetu zote tena kwa wakati. Habari zetu za siku ya leo tutawapeleka moja kwa moja ndani ya territoire ya Mwenga inayopatikana mu province ya Sud Kivu, kwenye mapigano makali yanaendelea kati ya vikosi vya wazalendo na waasi wa AFC M23. Muda huu tunapoongea, waasi wa AFC M23 wanaendelea na mashambulizi yao dhidi ya FARDC na FDNB pamoja na jeshi la wazalendo ama vikosi vya wazalendo. Mapigano yanaendelea kusikika kwenye route nationale numero 2 inayoelekea Mwenga Centre. Waasi wa AFC M23 walikamata eneo ya Kihomvu. Hii eneo iko mu kilomita chache na Kalambi Centre. Wakati walifika pale, walikutana na vikosi vya wazalendo vipya ambavyo vilikuwa vimefika pale Kufro. Wakapigana mpaka muda huu wangali napigana pale. Wanataka wawazuie hawa wasi wa AFC M23 wasikamate Kalambi Centre. Eneo ya Kalambi iko mu kilomita chache na Mwenga Centre, ni 6 ya 7 kilometre. Munasikia ya kwamba si mbali na Mwenga Centre. Wazalendo walibloke sasa AFC M23 pale Kihomvu, njo kwenye wabloke ili wasielekee Kalambi Centre, paske wasi hawa AFC M23 wakikamata Kalambi deja ni rahisi kwao tena kuprogrese na kufika Mwenga, paske ni kilomita chache. Mapigano muda huu yanaripotiwa kwenye akse za Kihomvu Kalambi, pale njo kwenye wako napigania, ni kwenye route nationale numero 2 ambayo inaelekea huko. Ni maeneo ambayo yako ndani misitu na mapori kabisa, huko ni kivumbi na jasho. Mapigano yanaendelea kati ya pande mbili. Vikosi vipya vya wazalendo ambavyo vilirenforce pale njo vyenye viliwasimamisha hawa wasi wa AFC M23 hapo Kihomvu. Mapigano yanaendelea, wazalendo na wasi wa AFC M23 wanapigana kabisa vikali ndani ya eneo hiyo ya Kihomvu, na hiyo ndiyo hali halisi kwa sasa ndani ya maeneo hayo. Waasi wa AFC M23 walisimamishwa hapo Kihomvu, wakakutana na vikosi vya wazalendo ambavyo viliwastope kutoendelea kusonga mbele. Tuendelee na habari zetu, tuwapeleke moja kwa moja ndani ya mji wa Uvira. Mji wa Uvira ambao uko ndani vikosi vya wazalendo na FARDC. Mnakumbuka ya kwamba ndani ya siku chache ambazo zimepita walikuwa wakipigana sana ndani ya mji wa Uvira. Baada ya mapigano yao na FARDC,
yule Justin Bitakwira alikuja kusema kwamba wazalendo kwa sasa ni wahalifu, ni vikosi ambavyo vinatesa wakaji. Wazalendo sasa walimjibu Justin Bitakwira wakikanusha ama kukana zile shutuma ambazo waliwashtumu, wakasema ya kwamba wao vita ambayo wanaipigana ni ya kudefendre nchi ya Kongo na kutetea population. Hawawezi sasa kuwatesa population wakati ndio wenyewe wanapigania. Huyu hapa generale wa wazalendo ambaye alikanusha shutuma hizo, mumfuate vizuri. Ile ujumbe sisi wazalendo kwanza tulipokea mbaya. Yeye Justin Bitakwira ni honorable, ni mzalendo, ni mtoto wa Sud Kivu, mtoto wa Uvira, anatujua na sisi tunamjua. Lakini ujumbe aliotoa hakuuliza, hajui objective ni namna gani. Ile kwanza alikosea kwa kusema ya kwamba atatuandikia kibarua cha kutuvua silaha. Mzalendo hakupatishiwa silaha ni serikali ni nani. Mzalendo ni mtu mwenye anatumikisha kipengele kenye kiko mkatiba ya 63, 64 ya kwamba inchi inapashwa wakati inaingia muvita raia anapashwa kujitetea yeye mwenyewe. Manake mzalendo ni mtu mwenye alijitoa yeye mwenyewe, halipwi, hana msaada wowote, lakini akatoa maisha yake kwa kugombania nchi. Yeye Justin Bitakwira hana uwezo wala hana muda wowote wa kusema ya kwamba anaweza kavula mzalendo mwenye anajitoa juu ya nchi atuvule silaha. Manake zile silaha ataachia adui silaha. Wakati anatuvula silaha aachia adui, ule tunamaanisha tunaweza mconsidere nani? Ule hana uwezo. Yoyote mtu mwenye kuna uwezo hapa kwa kuvula mzalendo silaha, juu ni yeye ndio mwenye tunategemea, yeye ndio baba, ni rais wetu Antoine Tshisekedi, mzalendo wa kwanza. Yeye ndio mwenye kuna ruhusa ya kuvula mzalendo silaha. Na atakaye mvula ile silaha atakuwa shavula ule adui mwenye alisababisha mzalendo avale silaha. Wakati shavula silaha ya ule adui, na ndio naye atapaswa kuvula mzalendo silaha. Lakini sio Bitakwira. Bitakwira hakuna mzalendo aliletaka, wala hakuna mtu mwenye alienda angaje mzalendo kwa kusema ya kwamba wewe kweo ndiye kizalendo, baadaye nitakiwa kunyang'anya silaha. Atatosha ile kauli ya namna gani? Nadhani ya kwamba hapo mmemuelewa alichokitangaza. Habari zetu zinaendelea, tuwapeleke ndani ya territoire ya Kabare axe Chivanga Bunyakiri, mule mu parc national de Kahuzi-Biega. Aujourd'hui ça fait une semaine, kunaisha wiki moja na rute ya Bunyakiri kienda Bukavu imefungwa. Hakuna watu ambao wanaweza ama wanaruhusiwa kutoka Bukavu kuelekea Bunyakiri, na hakuna wanaoruhusiwa kutoka Bunyakiri wakienda Bukavu. Njia ilishakafungwa na AFC M23 ndani ya maeneo karibu na Chivanga. Pale hakuna kupita kabisa kwa watu wanaotoka maeneo ya Bunyakiri kwenda Bukavu au Bukavu kwenda Chivanga. Na viongozi wa AFC M23 hapo ndani ya Sud Kivu hawajatangaza ni kwa nini rute hiyo imefungwa. Wao walishaka funga tu, hakuna population ambao wanaruhusiwa kuelekea maeneo hayo yanayoongoziwa na FARDC. Wakaji wanaalerte kuhusu njaa ambayo inaweza kukua kali kabisa ndani ya maeneo ya Bukavu, maeneo ya Kavumu, maeneo yanayokuwa mu territoire ya Kabare. Wanasema kwamba walikuwa wakifanya biashara za hapa na pale kupitia ile rute, wakiingia huko maeneo ya Bunyakiri wakirudia. Sasa rute zimefungwa, wanaona kwamba njaa ndicho kitu ambacho kitawafikia. Wanatoa wito kwa viongozi wa AFC M23 kufungula rute hiyo ili waanze kufanya tena biashara zao na maisha ya kawaida yaendelee. Ni hatari kwao wakaji wale ambao njaa kabisa inaweza kuwafikia wakati AFC M23 inaendelea kufunga ile rute ya maeneo ya Chivanga vers Bunyakiri. Taarifa zetu zinaendelea kama kawaida.
Tuwapeleke moja kwa moja ndani ya maeneo ya Masisi mwingine wa Mahanga. Wakaaji wa Mahanga katika kundi la Nyamaboko ya kwanza wanaanza kurejea nyumbani baada ya takribani wiki moja ya kuhama makazi yao kutokana na mapigano kati ya waasi wa AFC M23 na wanajeshi wa Kongo wanaoungwa mkono na wazalendo. Kurudi huku kunakuja baada ya waasi kuteka mji huo. Kulingana na vyanzo vya jadi, familia zinazorejea zinakabiliwa na matatizo mengi hasa kuhusu huduma za afya. Kituo cha afya cha Mahanga kimenyanganywa kabisa dawa na hivyo kufanya matibabu ya wagonjwa kuwa magumu. Wakaaji wa miji mingine ya karibu kama vile Bitoi pia wanaanza kurejea. Wanaeleza kuwa hali ngumu ya maisha katika msitu huo wakati wa kutoroka imewarudisha nyuma licha ya ukosefu wa usalama unaoendelea. Pale ni ndani ya maeneo ya Mahanga ambapo wakaaji wako wanarejea maeneo hayo, ila tatizo wanayokutana nayo ni paske maposte de sante, macentre de sante zote zishaka kuwa pie, hakuna dawa pale. Wanahitaji usaidizi kabisa eneo hizo ambazo kwa sasa zinamilikiwa na wasi wa AFC M23. Walizikamataka ndani ya semaine passée na tuliwaambiaka wakati walikamataka huko, mnakumbuka, ndani ya semaine passée. Tuendelee na taarifa zetu. Kesi ya kihistoria ilifunguliwa takribani siku 10 zilizopita katika kitengo cha uhalifu wa kimataifa cha mahakama kuu mjini Kampala ndani ya nchi ya Uganda. Kesi hiyo inahusisha mtu anayejulikana sana katika nyanja ya kisiasa na kiusalama ya kanda ndogo, Jamili Mukulu, mwanzilishi wa ADF, kikundi chenye silaha ambacho kwa sasa kinafanya kazi sana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu alikamatwa mwaka wa 2015 ndani ya nchi ya Tanzania kabla ya kurejeshwa Uganda. Kiongozi huo wa jeshi ama wa vuguvugu la kigaidi hajahukumiwa kwa zaidi ya miaka 10 na amekaa kizuizini kwa muda mrefu katika gereza la Luzira ndani ya mji mkuu wa Uganda. Huyu kiongozi ama fondateur wa ADF baada ya miaka hiyo yote na amezuiliwa, amefungwa, leo mahakama ilifungua kabisa kesi yake, na kesi ya huyu kabisa ni ya uzito paske yeye anashtumiwa crime de guerre contre l'humanité. Na waambie kwamba ADF ni kundi lenye silaha linaloua tena kwa kikatili raia. Kazi ya kundi la ADF ni kuua tu. Mnawajua ADF, wakaaji wa Lubero hivi juzi waliwawaka Ituri, ni kama kawaida, mauaji kabisa yanafanywa. Fondateur wa ADF sasa yeye ndio mwenye alifunguliwa kesi yake huko Kampala. Mnasikia kwamba kesi yake ni nzito na anapaswa kuhukumiwa hukumu inayofaa kwa makosa kama na hayo. Asante, hizo ndizo taarifa ambazo nilikuwa nimewaletea, na waomba kuendelea kusubscribe, kucomment na kulike na kuzisambaza taarifa hizi kwa walio wengi. Merci beaucoup.